Online TV. Fahamu kwa dhati kwamba tarehe 29 ya mwezi wa 10 2025 ni siku ambayo taifa la Tanzania litakuwa na uchaguzi wa kuchagua kiongozi kwa maana ya rais, wa bunge na madiwani, jambo ambalo ni la kawaida kwa kila baada ya miaka mitano. Katika mkoa wetu wa Dar es Salaam tuna wapiga kura wengi zaidi ya milioni 4 ambao tunaamini kabisa kwamba tarehe 29 ya mwezi wa 10 wote watajitokeza ili kuweza kutumia haki hiyo ya kikatiba kuchagua viongozi wanaowataka. Mimi pamoja na wenzangu tutoke mbele yenu na mbele ya Watanzania na hasa wa Dar es Salaam kuwaeleza ya kuwa mkoa wetu upo salama sana. Mpaka muda huu maandalizi ya uchaguzi katika vituo vyote, vituo vya kupigia kura, maandalizi yake yamekamilika. Majina ya wapiga kura yamebandikwa katika vituo vyote, na nitoe rai kwa wale wote ambao walijiandikisha katika vituo hivyo kwenda kusoma majina yao yaliyobandikwa katika vituo mama walivyojiandikisha, pamoja na vile vituo ambako watakwenda kupigia kura. Kituo ulichojiandikisha inaweza kutokea kisiwe ndio kituo cha kupigia kura, lakini kama utakuwa umebadilishiwa mahali pa kupigia kura, basi itakuwa ni vituo vilivyo karibu na kituo ulichotumia awali kujiandikishia. Kwa maana kwamba vituo vya kujiandikishia vinaweza kuwa vilikuwa ni vichache kuliko vituo vya kupigia kura. Na hii yote Tume ya Taifa Huru ya Uchaguzi imeongeza wigo mpana wa vituo vya kupigia kura, kwa sababu kujiandikisha kulikuwa ni zaidi ya siku moja, lakini kupiga kura kutakuwa ni kwa siku moja. Na ndio maana huduma ya vituo vya kupigia kura vinakuwa ni vingi zaidi pengine kuliko vile vituo vilivyotumika kujiandikishia. Mchakato wa upigaji wa kura kwa mujibu wa taarifa za Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ni kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 10 jioni. Kwa hiyo nitoe rai kwa wana Dar es Salaam wote waliojiandikisha kupiga kura kwenda kutumia haki hiyo ya kikatiba kuchagua viongozi wanaowataka. Zipo taarifa chache katika mitandao ambazo hatuwezi kuzipuuza za jitihada za baadhi ya watu katika vikundi vidogo kuhamasisha kuvuruga uchaguzi huu ambao umepangwa kwa mujibu wa sheria. Ninayo heshima kuwaeleza kuwa wala msiogope jambo lolote, kwa kuwa vyombo vya dola mnaoviona hapa nyuma yangu vimeapa kwa katiba kulinda usalama wa raia na kulinda usalama wa mali zao. Hakutakuwepo hata mmoja ambaye anaweza kumtishia Mtanzania yoyote anayejitokeza kwenda kupiga kura katika mkoa wetu wa Dar es Salaam na akaachwa akifanya hivyo. Vyombo vya dola havijajipanga kutisha watu, bali vimejipanga kuhakikisha wewe Mtanzania, wewe mwana Dar es Salaam, unakwenda kupiga kura vizuri, unakuwa salama na unaondoka kwenye kituo cha kupiga kura ukiwa salama. Maneno yaliyoko mtaani kwamba uchaguzi huu utavurugika, muyapuuze, kwa sababu nchi hii na hasa mkoa wetu wa Dar es Salaam, vyombo vya dola na Watanzania wote walio na nia njema tutabaki imara kuilinda nchi yetu na kulinda mkoa wetu. Kwa mantiki hiyo, yafuatayo ni maelekezo kwa wenzetu wote katika mkoa wetu. Namba 1, wenye viti wa serikali za mitaa kwa kusaidiana uongozi wa mitaa yao kwa kushirikiana na sungusungu ama katika ulinzi shirikishi, wafanye hivyo katika kulinda miundombinu ya TANESCO, ya DAWASA, ya barabara, ya TANROADS, ya TARURA pamoja na maeneo mengine yote pale ambapo patahitajika kufanya hivyo. Lakini jambo la pili, barabara zote za mwendo kasi
Imekuwa ni tabia kawaida kwa baadhi ya wenzetu kutumia barabara hizo kinyume na utaratibu. Natoa rai ya kwamba kwa siku hizi zote ambazo tumebakiwa nazo, mtu yoyote ambaye hana haki ya kupita katika barabara hizo asipite kwenye barabara hizo. Viachiwe vyombo vya usafiri wa mabasi yaendayo kwa kasi vitumie njia hizo, na kama kutakuwa kuna jambo lolote la dharura, iwe ni rahisi vyombo vyetu vya dola kufika kwenye dharura hiyo na kuweza kutoa huduma pale ambapo inahitajika. Lakini jambo jingine, nitoe rai kwa Watanzania wote na hasa wana Dar es Salaam, Mtanzania mwana Dar es Salaam, kwamba dhana ya kulinda taifa letu ni dhana ya pamoja. Kila mmoja awe balozi katika maeneo yote dhidi ya wageni wote wanaoingia katika mkoa wetu wakiwa wana taarifa za msingi. Inaweza kuwa imetokea watu wamesafiri kutoka sehemu mbalimbali za taifa letu ama za mkoa wetu ama hata nje ya taifa letu kuja na agenda moja kuleta fujo katika mkoa wetu. Balozi sahihi katika mkoa huu ni mwananchi mwenyewe. Piga simu, shirikiana na chombo cha dola ili tuweze kudhibiti watu hao ambao hawana nia njema na taifa letu. Lakini mpaka muda huu tunapozungumza, jeshi la polisi kwa kusaidiana na vyombo vyote vya dola tayari wamekwisha anza mchakato wote wa kudhibiti viashiria vyovyote vile vya uvunjifu wa amani. Na ndio maana mimi kama mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam na wenzangu wakuu wa wilaya wote, vyombo vya dola katika ngazi ya mkoa mpaka ngazi za chini, tunajiamini kuwa mkoa huu upo salama sana. Kwa hiyo, ndugu waandishi wa habari, imezoeleka wakati fulani tunapoelekea katika chaguzi hizi kuendelea kuwa na tabia ile ya kuripoti taarifa zinazoleta taharuki kwa Watanzania na hasa Dar es Salaam. Tufahamu kwamba ninyi waandishi wa habari ni nguzo ya 4 ama muhimili wa 4 wa serikali yetu. Mna wajibu wa kutoa taarifa, wa kuhabarisha, wa kuwapa elimu wapiga kura ili waweze kujitokeza kwa wingi katika kutumia haki yao ya msingi iliyoandikwa katika Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977. KM Online TV.